Na mtazamaji wa Mashariki Media TV, unamuona kamanda mkubwa hapa ambaye anaitwa Delfe Kalembe Ngoma Nzito. Yeye ndiye kamanda wa Unité Speciale ya Wazalendo jimboni Kivu ya Kusini. Tunapatikana kwenye shamba la vita hapa. Tumekuja kumtembelea ili tupate kujua namna gani hali inaendelea ya kivita hapa kwenye shamba la vita maeneo ya bonde mwa mto Ruzizi. Kwa hiyo tunawaomba mubaki karibu sana na television yako upate kusikia kile ambacho amekizungumuza na amesema nini. Wewe kama mkongomani ambao unapenda nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mahali popote ulipo upate kusapoti mawazo na jukumu yoyote ambao wazalendo wanaendelea kufanya ili kwamba nchi yao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipate kuokolewa katika mikono ya adui. Yeye ndiye kamanda mkubwa wa Unité Speciale ya Wazalendo ambaye anaitwa Delfe Kalembe Ngoma Nzito, na tumekuja katika hali ya kupata kujua habari sahihi zenye uhakika kwamba wanapatikana sehemu gani na wanafanya nini na kwa sasa wanajipanga namna gani. Asante sana. Sisi ni Mashariki Media TV, tunawatakia mafanikio mema kumsikiliza kamanda wewe. Okay. Kwa hiyo tunashukuru zaidi kwa kuja kwenu kutazama mahali Plaine Ruzizi fatana na hali ya wazalendo wala Sud Kivu. Wazalendo wako imara kabisa kwa kupambana na adui. Hali yao iko namna gani? Sante wako vizuri ama iko na vipi? Vijana wote naona sante iko kwa usalama, kwa maana kuna kitu wamekosa, maana ndani ya government yetu imewashikilia kwa usalama nzuri. Tumeshuhudia yapata kama siku 3-4 hivi mapambano Kabunambo hata na huko maeneo ya Fizi. Tungependa kujua hali kwa sasa iko namna gani ya mapambano maeneo ya Fizi na Uvira. Kwa kweli siku zilizopita wala hizi siku mbili tulikuwa na mapambano hapa Plaine Ruzizi. Kulikuwa vita kabisa, vuta ni kuvute, lakini tumekuta nguvu za adui ni ndogo, tena zimekuwa dhaifu, na hiyo tuko imara kwa kupambana na adui, kwa maana kuna siku ambazo walizomupa adui kutoka katika maeneo wala kutoka katika nchi yetu, kama vile muasi wa nchi yetu asipotoka, tuko imara kupambana naye. Lakini hali katika Plaine de la Ruzizi hali ni tulivu. Labda raia walikuwa na hofu. Kiongozi, wewe kama kiongozi wa Unité Speciale ya Wazalendo jimboni Kivu ya Kusini ambao unajulikana kwa jina la Delfe Kalembe Ngoma Nzito, raia walikuwa na hofu kusikia vita tena imeanza Kabunambo, labda walikuwa na wazia kama watakimbia. Unafikiri kwamba raia wabaki ama wafanye namna gani? Kwa sababu mpaka sasa wanaoga. Kwa hiyo tunashukuru zaidi kwa kuuliza hayo maswali. Depuis tutoke Makobola, wakati tulipambana Makobola, nasi tulikuwa na hofu kubwa kusema eti tumesimamishwa kupambana hapa Plaine de la Ruzizi. Tulikuwa tunafikiri, je, tutaweza fanya nini ili tupambane na adui, tujue nguvu zake. Ila wakati tulipambana naye tumeshukuru zaidi. Watu wengi wana hofu eti wamekuja na gari 13 wanakuja nini matablende nini. Sisi kama tumetoka mteritoire ya Fizi, kama vile wazalendo tumekuja support huko. Tunafata adui mahali popote mu RD5, tutapambana nayo mpaka mwisho, na waraia wawe tulivu. Tutapambana na adui, hawataingia Uvira kama vile walikuwa wakiingia Uvira zagara kama vile watu wanaenda sokoni. Hapana, hivi tumesimama imara, hatuwezi kula rushwa ya nchi yetu ili tena warekipere tena Uvira. Ile haiwezekani. Leo Uvira ville majuzi kumesikika milio ya risasi majira ya 2 za usiku na ikalalisha raia na oga zaidi kufikiri kwamba adui ameingia ndani ya Uvira. Ungezungumzia nini kuhusu ile hali ya masasi ndani ya mji wa Uvira kwa leo? Ile hali ya masasi kwa saa hizi, nina neno la kuambia wenzetu wa viongozi. Sisi Unité Speciale hatukatali uongozi wa kila mtu. Tunapenda uongozi wa kila mtu, na kila mtu, kila force ijiretrouve iko Unité Speciale. Lakini kuna neno la muhimu la kuambia wenzetu wenye kuwa Uvira. Kwa sasa kila komanda force mwenye kuwa Uvira ajiretrouve iko kulinye de front. Ile masasi ya kupiga mwingine haina maana. Maana waliniambia kama ile masasi ilitokezea na mfungwa
kuna mmoja mwenye alifunga mtu, mwingine akaenda mnyang'anya, ili kaleta vurugu. Wa viongozi haiwezekani, wale ni warahia wetu. Hii ni nchi yetu, hatuwezi kuwa tunapiga masasi mu centre ville, watu watangamia bure. Ila tunapenda kila kiongozi yoyote mwenye kuwa pale mu centre ya Uvira ajiretrouver iko kulinye de front, na yule mwenye atajiretrouver iko kulinye de front, tuambia gouvernement ikamate azimio juu ya ile masasi. Kiongozi, tukiendelea malizia, mumefanya kazi nyingi wakati adui alikuwa tayari kufika maeneo ya Mnene, Makobola, na mkafanyikiwa kumkimbiza hadi maeneo alipoelekea. Je, mumewahi kukutana sasa na serikali baada ya kumaliza ile kazi ambayo mmefanya kule, kama kikao ama harakati fulani, ili mpate kuangalia namna gani kazi imeendeka? Kwa hiyo tunashukuru bwana journalist kwa hiyo ulizo lako. Kwa kweli kuna shangao kidogo, tunao mshangao. Depuis tutoke Makobola tukaingia Uvira, tulipambana Makobola zaidi, tukaingia Uvira. Depuis tuingie Uvira, ni gouverneur, ni commandant région, ni commandant secteur hatuyafanyaka kikao wala hawaya tuitaka mkonseil de sécurité tujue wanani, tujue silaha zinazo zagazaga ndani ya mwingine, tutajikomporte namna gani. Mpaka hivi hatuyafanyaka, hawaya tuitaka mkikao ya conseil de sécurité. Ile ni kosa, tuyajua kama ni mlengo gani. Na unajua silaha zikikuwa mingi inafaa ziwe na ordre, zisipokuwa na ordre ile ni kosa. Eske sisi wazalendo tutaita kikao ya conseil de sécurité? Hapana. Ile ndo kosa yenyewe tunaona inayotuma tena Uvira inazagazaga ndani masasi ndani ya mji. Labda unakuwa na ujumbe kwa raia, kwa wazalendo na wakaji wote wa Uvira, wa dunia nzima na wa jimbo ya Kivu ya Kusini, kwa sababu vile vile kuna wakongomani wanaishi Ulaya, Kongo, wanawatizama na watakuwa na pendelea kujua ujumbe wako wewe kama kamanda wa unité spéciale, unasema nini? Kwa hiyo tunashukuru depuis tutoke Makobola, interview hii kuna ingine nyinyi tulipitishaka, lakini hii ni ya maana, kwa maana hii ni ya mshahara de bataille. Tunapendelea kuambia wakongomani wote kwa ujumla, hii unité spéciale haina ubaguzi, ni unité ya kupambanisha adui wa nchi yetu. Kila mtu yoyote mkongomani ajiretrouver iko mu unité spéciale. Neno la pili, nimemshukuru president wetu Fashi Beto, vraiment nimemshukuru zaidi, kwa maana wakati tulitoka Makobola kwa vita ambayo iliyofita, wametupatia prime d'encouragement sisi wazalendo. Vraiment tumeshukuru zaidi kwa hilo neno. Neno la pili, nataka kueleza wakongomani wote wawe chonjo, kwa maana vijana wa kizalendo wote wamesimama imara na wako imara kwa ajili ya kupambana juu ya nchi yetu, na tutapambana zaidi juu ya nchi yetu. Neno la pili, nataka kuambia wengine wa Command Force wote wanaokuwa ndani ya nchi hii ya Kongo wasimame imara, tupiganishe adui wa nchi yetu. Wamoja wanaleta mapanike eti kuna gari 13, kuna gari 14, kuna gari nini na nini, adui wanakuja wengi. Hakuna adui mwingi kushinda watoto wa nchi. Wakati mtoto wa nchi amesimama kupigania nchi yake, hawezi ogopa, hawezi kuwa na hofu, maana kila mahali pote unapajua. Na hao wanaodanganya watu eti adui anakuja mwingi, anaingia Uvira, anafanya nini, zile maojo wanazozitoa vijana wenye kuwa Uvira, tutatia wabirode wako wanasikia masauti, Uvira nataka kamatwa, hapa Uvira kunafanya hivi. Unakuta masauti zenye kuwa pale Uvira ndo zenye ziko na naleta oga muwarahia. Neno la kwanza ni kusema tunataka ingia mu mahoteli, tufuie mu mahoteli, tupate kila mgeni yoyote anayekuwa ndani ya hoteli ajiretrouve ni mkongomani, asiyokuwa mkongomani yaani ule ni adui mwenye kuja jificha ndani ya Uvira, inafaa kufungwa. Ba chef de village inafaa wafanye control, bakwe wanajua banani bageni benye kuwa ndani ya mwingine, na tukishabajua tutajua gisi mwingine wetu wala nchi yetu itakaziwa, itakuwa na amani. Kwa hiyo tunashukuru zaidi
Kwa hiyo wakati mumekuja kuja kututazama, vraiment tumeshukuru zaidi, na watu wawe imara na watu watulie. Sisi huku mbele tumefunga zaidi na tunangoja adui kwa ajili ya kupambana. Ndio mheshimiwa, leo tuko Runingu ambapo kulikuwa mapambano ambapo yasemekana kuwa adui alikuwa Kasambura na Biriba mmemuondoa, na kwa sasa anapatikana Kabunambo. Tungetaka tujue kio haswa ilikuwa namna gani, mbinu gani mlitumikisha kumuondoa adui pale? Je, angali pale ambapo alikuwa au mmemuondoa? Tunakushukuru. Adui kabisa alikuwa Biriba. Adui alikuwa kidhibiti Biriba, tulikuwa Kasambura, lakini wakati adui alikuja tudeloge, tulimupiga na tukasikia nguvu zake, tukamuondoa nafasi panapoitwa Biriba. Baada ya kumuondoa Biriba, ndo wakati tulipata matetezi kusema eti adui ameongea, gouvernement yetu imesema seselefe nini na nini, lakini hile seselefe sisi wazalendo hatujui seselefe. Adui tutamshambulia mahali popote amekimbilia. Ndio tukiangalia kwenye milima adui iko kama vile kwenye kilometri ya 3 au 5, na nyinyi mko hapa Runingu, Biriba na Kasambura. Je, hamuoni kama muda wote anaweza kawavamia? Kwa hiyo tumeona adui gisa amejipanga, nasi ndio gisa tumejipanga. Shabaha ya kumwachilia pale, ile siku tungemuondoa zaidi na usiku kaingia, lakini kwa sasa tukaji renforcer tena kumfuatilia, wakatupatia kwanza limite, lakini huyu mwenye kwa kuvilima tumemwona zaidi na tumempangia. Kwa hiyo nini sasa wakongomani wategemee kwenu? Wategemee amani itarejea kuwa nzuri sana. Kamanda wa unité spéciale, tunakutakia mafanikio mema hapa kwenye shamba la vita. Asante, hata nanyi na washukuru. Watu wote Uvira wasikie amani na wasifate mambo ya zagara eti wamepita chini Ndunda, wamepita wapi, hakuna. Na hivi tumefunga njia na watu wa Bukavu waikale Bukavu, watu wa Uvira waikale Uvira. Hatutaki tena mtu kupita hapo, kwa maana tumefunga njia. Pasipo amani hakuna mtu kutoka Bukavu kuingia huko, labda apitie nyingine njia.